Bwana, dakika 90 zimetamatika hapa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Nimeshuhudia mbungi kali, mbungi nzuri kweli kweli kwa mnyama Simba Lunyasi akiibuka na ushindi wa magoli matatu. Mimi niko na Mnandi Jeyara, ngoja tuzungumze mawili matatu. Mnandi, uko poa? Mimi namshukuru Mungu. Uzima upo? Uzima upo, na power ya kutosha. Bwana, umeziona goli tatu za mnyama Simba dhidi ya Fountain Gate? Nimeziona goli tatu na pointi tatu zimeingia kibindoni. Tumeianza ligi kama tulivyoanza msimu uliopita. Msimu uliopita walikula hizi salasa, na msimu huu tena wamekula hizi salasa. Kwa hiyo tulivyomaliza na ndo tulivyoanza tena msimu huu. Kwa binafsi naamini tumeanza pale tulikoishia. Binafsi leo boli limetembea. Bwana, imeonekana Simba mkitengeneza nafasi nyingi sana, lakini mnashindwa kuzizalisha kuwa magoli. Shida ni nini hasa kwa Simba Sports Club? Shida tuwasifie wapinzani, walikuwa na game plan nzuri sana ya kudefense na kwenda kukaa kwenye njia na kuondoa mipira ambayo ilikuwa hatari kwenye goli lao. Kwa binafsi leo Simba wamekosa magoli kwa sababu mabeki line wa Fountain Gate walikuwa makini sana kuondoa mipira kwenye njia. Walikuwa makini sana kuondoa mipira. Na maana wasingekuwa makini, leo walikuwa nakula goli 8 leo. Sababu na watu wawili tu kwenye benchi. Wao wanategemea kiunga wakuta nini? Sasa kwa nini mmeshindwa kuwafunga goli nyingi ili hali wako wachache? Kwa wachache ndani walikuwa 11 na sisi tulikuwa 11. Sababu wamefanya moja, sisi tumefanya 5. Utofauti tu tumewazidi Samu 4 tu. Wao moja imebaki kwenye benchi kwa dharura. Kwa hiyo kiufupi wako bora zaidi yetu. Hawakuwa bora zaidi yetu. Ila walikuwa makini kuzuia mitego yetu. Walikuwa makini sana kuzuia mitego yetu, lakini sisi tulikuwa bora zaidi yao. Leo boli limetembea. Sasa mbona mmeshindwa kuwafunga goli nyingi? Kwani wamefungwa ngapi? 3 nyingi kwenye wingi inaanzia mangapi? Si mawili. Sasa matatu madogo. Matatu ni mengi sana. Matola tumpe timu. Nani? Matola tumpe timu. Mimi sio mwenye mamlaka kusema Matola apewe timu. Wenye mamlaka ni management. Wao ndio watajua kwamba apewe ama la. Boli limetembea. Kocha pale alioletwa kuja kukaimu nafasi ya Fadu Davis wenyewe tunamjua. Ahmed Moroko. Fadu kaenda Moroko na kocha wetu ni Moroko. Kwa hiyo mule tu. Copy na kupesti. Fadu kaenda Moroko, alokuja kukaba viatu vyake ni Moroko. Kwa hiyo nchi leo ilikuwepo pale kwenye benchi. Kule alikokwenda yeye ile nchi leo imekuja kusimama kwenye benchi. Kwa hiyo mule tu. Mnaiona timu yenu ikicheza vizuri sasa, na mnaamini ya kwamba pengine mnakwenda kutoa ushindani mkubwa ndani ya ligi kuu Tanzania bara msimu huu? Hayo ndo malengo yetu, lakini malengo yetu makubwa ni Champions League. Ligi kuu sisi ni mazoezi tu. Ligi kuu sisi ni mazoezi tu. Sisi international game za kimataifa ndio akili yetu, ndio ilikolala, ndio inakowaza. Kwa hiyo binafsi sisi tunawaza Champions League. Haya ni mazoezi tu. Leo Jonathan Soa unamuona kwamba amepewa dakika 90 za jasho na damu. Maana yake kuelekea kwa wale wacheza nini makilikili wale. Tunakuja kuwachezesha singeli hapa. Hapa nyimbo za kina Dula Makabila wataruka nazo sana hapa. Siku ya Jumapili watakula nyingi sana. Sisi naamini mechi tutaiangalia Mwembe Makundi, lakini magoli yote yatapigwa hapa, tutasema tutaibukia Mwembe Makundi tukishangilia tukiwa kama tuko hapa. Naamini hilo. Kama ndugu zao John Galaxy walikula 6. Hawa wasije na dharau. Wakija na dharau chaoloya goli 7. Siku ya weekend wanakula 7. Simba ipi hapa? Hii Simba babu ni balai. Hebu muangalie yule Rushaini. Don't touch me. Yaani ule beki hataki umguse. Yaani ukimgusa unamchafua. Beki anacheza huko anafundisha. Yaani ule beki ana hatari. Yaani rangi yake ilivyo na football yake ndio iko hivyo hivyo. Kama rangi yake ilivyo. Kwa hiyo naamini kosi hili la Simba hata wewe. Sawa, hata wewe Chapesa Media. Tukupe maiki pale bwana Derek. Ukasimame kwa kocha mkuu tukupe suti ya Fadu Davis. Mtupie yote mchezaji pale jezi. Anaingia, umemwona Maurice Abraham? Ananikumbusha Jose Luis Mixon. Karudi. Jose Luis Mixon karudi. Mtoto anapenya uvunguni. Au kumuona? Ukumuona Maurice Abraham? Binafsi Simba tumesajili wachezaji. Wao wamesajili Conte, sisi tumemleta Kante. Umemuona namba 8 wa ukweli? Alassane Kante umemuona? Umemuona Musa Balakante jana? Conte kuna jipya, wenyewe walikuwa wanalalamika. Hamna mchezaji wamepigwa. Sio wenyewe walikuwa wanajua wanalalamika. Wanasema sasa tunachoangalia matokeo. Mpira mzuri waangalie wao, wakisema tunaangalia matokeo. Sasa waende vile vile. Kwenye makundi ya Osman Bey ndo bye bye. Yule Osman Bey goli 3 akae kwenye benchi. Moroko loja simama. Simama Matola tu. Osman Bey hujui. Si yule mnamuita nani? Folozi Lozi. Lozi yule mnamuita Lozi. Kwanza mimi yani kinachonishangaza mpaka anasahau na tarehe alizofungwa. John Galaxy kumfunga 6 alikutoa hapa kwa Mkapa. Na kukumbusha. Kajisaulisha. Msimu aliotutoa John Galaxy tumeenda shirikisho kucheza na Orlando Pirates. Msimu wa pili yake tumetoka suluhu bila kufungana. Kaja hapa kala 6 bila.
Msimu wa mwaka jana tu ulioisha mwaka juzi kala 6 bila. Ule msimu wa nyuma yake ndo alitutoa kwa aggregate 2 bila kwao, akaja hapa mpaka after mtu na goli moja. Kipindi cha pili kafanya comeback ile ka level scoreboard 3-3 katutoa kwa aggregate tukaenda shirikisho. Msimu unaofuata kala 6. Msimu ule uliofuata kala mtu goli 7. Horoya kwa mnakutana Jwaneng Galaxy. Ambaye golikipa wao ndio ule alokula 3 jana. Na wakumbusha golikipa alokula goli 7. Chama kapiga hat-trick ndio yule alopigwa 3 jana. Kuna kipa ndio yule. Mohamed Kamara ndio yule alokula goli 7. Ndio yule pale alokula jana goli 3. Sio wa leo, wote walikuwa mule. Huyu Kamara wetu alikuwa ile Oloya, lakini hakucheza mechi ile. Kacheza huyo Ibrahim Kamara. Wa jana yule alikuwa anatoa maboko watu wanafunga. Ndio yule alokula 7 hapa kwa Mkapa. Jana kala 3. Kwa na wakumbusha. Kamara yule wa jana wa Pamba ndio yule alokula goli 7 hapa kwenye mechi ya makundi ya mwisho, watu wale wanaenda robo finali kibabe. Kwa hiyo mimi ninachokiamini Hemed Morocco, Simba wasihangaike kutafuta kocha hapa karibuni. Wasihangaike kutafuta kocha. Hizo sifi kwanza waweke kwenye kabati. Wasubiri mpaka tuingie makundi. Na yeye ile rekodi yake watu walikuwa wanataka Guardiola mnene. Mashabiki wote kwenye magrupu, ukiingia mitandaoni komenti zao hawamwamini Hemed Morocco. Sawa? Maana yake mimi niwaambie tukutaka kuuanisha Hemed Morocco, wamwachie timu aipeleke makundi kwanza. Akipeleka makundi sasa, wamlete kocha yote, hata Mandonga wamlete. Kwa Simba hii hata Mandonga wampe suti pale za Fadu Davis. Simba tunaenda nchi ya ahadi. Mimi nakwambia hasa wachezaji kama wale, toa mtu weka mtu. Wenzetu ukitoa shati unaweka viatu vya bafuni. Jana umeona Pacome lakini. Nani? Si yule mchezaji wa mizizi. Wewe umri ule miaka 45 akiwa anakimbia kama mtoto wa miaka 12. Si mchezaji wa mizizi yule. Wewe umri ule akakimbia vile. Umemwona Max alivyokuwa anaruka jana, kafunga kile kigoli hata anaonesha maandishi aliyoweka hapo. Kuna nini? Sawa. Pacome ni mchezaji mzuri, anapambana lakini anacheza kwa sababu ya mizizi. Kwani Max kabaki kwa sababu ya nini? Si mizizi? Haujui? Kabaki kwa sababu ya mizizi hapa. Kasema mimi nikinipa mkataba na huyu mtoto naye mumpe mkataba. Ambaye msimu mzima hajacheza naye kapewa miwili tena. Bwana, inaonekana ya kwamba mnakopi na kupesti. Nikiwa na maana ya kwamba baada ya wapinzani wenu kushinda goli 3 na nyinyi pia mmeshinda goli 3 leo. Kila mmoja anakula urefu wa kamba yake. Sisi hatuwezi kula urefu wa kamba yao. Sisi ni Simba, wao nyuma mwiko. Wazee hatuchezi, sisi hatufanani nao. Kila mmoja anakula urefu wa kamba yake. Timu ya Pamba jana walikuwa mchezoni kipindi kizima cha kwanza. Wangekuwa na finishing, Yanga alikuwa analia na Ousmane Bey angeondoka jana ile. Lakini kwa sababu walikuwa hawana finishing na ndio maana wameshindwa kupata matokeo. Kipindi cha pili wamezidiwa game plan, ndio wakaja kufungwa zile goli 2 za chap chap. Lakini dakika zile 4 za nyongeza ya mwisho ndio mwamba ule Kouma anawaumiza pale jana. Lakini kwa wanaondoka half time bila. Sasa timu kama nyuma mwiko ina professional player kibao. Wale hawana professional player. Unaenda nao mpaka dakika za nyongeza ndio unapata goli. Leo mapema mtu anakula goli zake 2 anahangaika nazo. Karudi kipindi cha pili kabana kala kichuma kimoja kangangania nacho. Hii ndio Simba. Mnandi, usijisifie kwa timu ulokutana nayo. Jisifie kwa timu utakayokutana nayo kwamba ikiwa nzima. Yaani unakutana na vibonda afu unaanza kujisifia kiasi hicho, ndugu yangu. Weka akiba ya maneno. Timu weka gani? Akiba ya maneno. Yaani unacheza Fountain Gate ndio atoa maneno kama hayo. Fountain Gate. Kwani waliingiza wachezaji watano uwanjani? Nisikilize nikwambie. Sawa. Yaani kwanza ulichokifanya kwanza wewe, yani kwamba umetoa wachezaji wote waenda wakajilipue. Yaani Matola kajilipua. Yaani kikosi kizima kakiingiza. Unaposema kwamba wewe sijui Simba sijui hivi nani akavaa suti, nakwambia acha kibaya maneno. Mimi nakwambia umekutana Fountain Gate ambao hana sabu, ila utakutana na timu itakuja kukusumbua hapa. Tuseme hivi kwamba kitu kimoja, tusiandikie mata wakati wino upo, tukutane Jumamosi tutaangalia kwenye timu. Jumamosi kuna mpira. Timu wamecheza nayo nyumbani kwake hata on target haina. Sasa ile timu afu eti imeshika nafasi ya pili. Timu ile wale si ndio wale kama nani anasema mimi wana chakula Karinyo. Sina chakula mpaka kama miezi 6. Familia mimi nigonge nyundo hapo, nikushukuru sana. Tukutane kesho mwembe. Tukutane kesho, lakini tukutane Jumapili. Mtu anakula chuma 7 hapa Jumapili. Asante.